sisi, na tulipokee kwa furaha kwa imani hilo neno lenye kutuletea wokovu. Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Ikiwa leo ni siku ya Jumanne, juma la 3, kipindi cha Majilio mwaka A wa Kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Nabii Sefania sura ya 3 aya ya 1 hadi ya 2 na aya ya 9 hadi ya 13. Na Injili takatifu inatoka katika Injili ya Mtakatifu Mathayo sura ya 21 aya ya 28 hadi ya 32. Karibu tusikilize Injili. Siku ile Yesu aliwaambia wakuu wa makuhani na wazee, "Mwaonaje? Mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Akamwendea yule wa kwanza akasema, 'Mwanangu, leo nenda akafanye kazi katika shamba la mizabibu.' Akajibu akasema, 'Naenda bwana.' Asiende. Akamwendea yule wa pili akasema vile vile. Naye akajibu akasema, 'Sitaki.' Baadaye akatubu akaenda. Je, katika hao wawili ni yupi aliyefanya mapenzi ya babaye? Wakamwambia, 'Ni yule wa pili.' Basi Yesu akawaambia, 'Amin nawaambia, watoza ushuru na makahaba wanatangulia mbele yenu kuingia katika ufalme wa Mungu, kwa sababu Yohane alikuja kwenu kwa njia ya haki, ninyi msimwamini. Lakini watoza ushuru na makahaba walimwamini, nanyi hata mlipoona hamkutubu baadaye ili kumwamini.' Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Mpendwa msikilizaji, Injili yetu ya leo inatupatia simulizi la wana wawili wa baba mmoja ambao wanatumwa mmoja mmoja kwenda kufanya kazi katika shamba la mizabibu. Lakini matokeo yake kama tulivyowasikia na namna walivyomjibu baba yao. Mmoja alimuitikia baba yake, 'Ndiyo, nitakwenda,' lakini hakuenda. Na wa pili alikataa kabisa, lakini baada ya kujitafakari aliamua kutubu na kwenda shambani. Hapa kuna kitu tunachoweza kujifunza. Tukianza na huyu mtoto wa kwanza ambaye yeye alikataa mapema kabisa na hajaenda kwenye shamba la baba yake kufanya kazi. Hapa tunaweza tukajifunza kwamba hiki ni kiburi ambacho mtoto huyu alikuwa nacho. Tena ni dharau, kwa maana alimdharau mzazi wake moja kwa moja, kwamba alisema siendi, ikiwa inaonesha jibu la kiburi ambacho mtoto hapaswi kumjibu mzazi wake. Mtoto huyu hakutoa sababu. Labda angesema siendi kwa kuwa sijisikii vizuri au nina dharura fulani, lakini hakutoa sababu yoyote kati ya hizo. Watu kama hawa wapo tena kwenye jamii zetu ambao wanaowagomea wazazi wao au mamlaka au viongozi juu ya kutimiza wajibu wao. Tena mbaya zaidi, mpaka ndani ya kanisa waumini aina hii bado wapo. Kwa mfano, kulikuwa na muumini mmoja katika parokia fulani ambaye alikuwa ni mwalimu wa muziki mtakatifu au tungemwita mpiga kinanda. Alipoombwa kupiga kinanda kanisani siku ya Dominika, alikataa kwa sababu eti hajisikii kupiga kinanda siku hiyo. Sasa mtu kama huyo anafanana kabisa na yule mtoto aliyekataa kumtii baba yake. Tena huyu mpiga kinanda ana hatia kubwa zaidi, kwa sababu kwa kukataa kwake hakumkatalia paroko au wanakwaya, bali alimkatalia Mungu mwenyewe. Na mfano wa pili ni wa yule mtoto aliyekataa halafu baadaye akajirudi akatubu kisha akaenda. Hata kama huyu alienda
lakini naye si mfano mzuri sana kwetu sisi kama Wakristo. Kwani ukiitwa na Mungu halafu ukasema nitaenda baadaye, unaweza usibahatike kuiona hiyo baadaye au hiyo kesho. Kwa mfano, padri anapoombwa kwenda kumpatia huduma za kiroho mgonjwa aliye hospitalini au aliye kitandani, yaani kumpa sakramenti ya mpako wa wagonjwa, akisema nitaenda baadaye, alafu huyo mgonjwa akafariki bila kupata huduma za kiroho, padri huyu atakuwa ametenda kosa, tena itampasa kutubu, na tena mbaya zaidi, roho ya mtu huyu ikipotea jehanamu, Mungu ataidai roho hii. Kwa mifano hiyo michache itusaidie sisi sote kuitikia wito wa Mungu mara punde Mungu anapotuita katika utume wa kanisa au katika shughuli zozote za kijamii ambazo humpa Mungu sifa na utukufu. Tukizingatia kwamba sisi sote tu watoto wa Baba mmoja, yani tu watoto wa Mungu aliyetuumba, tunapaswa kumsikiliza Mwenyezi Mungu hasa pale anapotuita katika kufanya kazi ndani ya shamba lake. Kwa mfano, kama mwanakwaya anatakiwa kuimba kwa juhudi, kama mpiga kinanda anatakiwa kupiga kinanda kwa juhudi, akijua kwamba anafanya kazi ndani ya shamba la Bwana. Kadhalika na wale wenye daraja takatifu na wale wote waliowekwa wakfu kwa ajili ya kuhudumia shamba hilo, yaani mapadre, maaskofu, makardinali, papa na viongozi mbalimbali wa kanisa ambao wanamtumikia Mwenyezi Mungu katika nafasi zao mbalimbali. Leo basi tukumbushwe kwamba Mwenyezi Mungu anapotuita inatupasa kujibu ndio wakati wowote, kwani yeye hamtumi mtu pasipo kumwezesha, wala hampi mtu kazi ambayo hana uwezo wa kuifanya. Akikupa kazi Mwenyezi Mungu anakupa namna ya kuitimiza kazi hiyo. Basi tuondoe hofu na woga ili tunapoitwa na Mwenyezi Mungu tuweze kuitikia ndio mara moja, wala bila kujiuliza wala kujihoji nitafanyaje. Itukuzwe damu ya Kristo. Na kushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateli Emmanuel Mluge wa shirika la wamisionari wa damu azizi ya Bwana wetu Yesu Kristo kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo.